barua yao. Mike. Kwa Mike inafanya kazi zaidi ni hii. Haya, shukrani. Sasa wanajibu kwa barua yao. Polisi wilaya ya Bariadi wanajibu kwamba juu ya mkutano wa Dutwa eneo la mnada wa ng'ombe tarehe 15 mwezi wa 5 linatumika kwa ajili ya mnada. Hivyo tunashauri mkutano huo ufanyike eneo jingine takalopendekeza. Hawasemi sababu yote ya kiusalama kwamba kwa sababu kuna mnada mkutano wa hadhara hauruhusiwi. Kwa hiyo ni kuhusu Dutwa, awamu ya kwanza ya jibu lao kuhusu Dutwa. Alafu juu ya mkutano wa Bariadi mjini wakatikataa mkutano wa Bariadi mjini kwa kujibu kwamba kwa mkutano wa Bariadi mjini eneo la stendi ya zamani halmashauri ya mji wa Bariadi ilituandikia barua tarehe 15 mwezi wa 4 ikitujulisha kuwa eneo hilo haliruhusiwi kufanya shughuli zozote za kisiasa na kijamii. Kwa hiyo wakazuia na lile eneo la stendi ya zamani tusifanye mkutano. Sasa hilo eneo la stendi ya zamani walilozuia kufanya mkutano, hilo eneo la stendi ya zamani waliotuzuia sisi kufanya mkutano, wakisema kwamba haliwezi kutumika tena kwa shughuli zozote za kisiasa au za kijamii. Wao wakaandaa shughuli pale kwa ajili ya kuwavuta watu wasije kwenye mkutano huu. Hiyo ni haki hiyo. Lakini pamoja na kufanya hujuma, hii mkutano wetu uwe mbali zaidi, uwe pembeni. Nyinyi mmekuja kwa wingi zaidi hapa, kule wamebaki watu wachache kweli kweli. Asanteni sana. Kama lori hapo kule. Ndio nasema na lori yangu kule nimesoma na ile kutoka tofauti. Mike zinasumbua kidogo. Lakini sawa sawa. Sasa kuhusu Dutwa, tulipowajibu barua hapo vipi? Bado. Wewe. Achana hiyo vile kwa sababu inatumiwa kwa ajili ya pale. Ndio kwenda nazo hivyo hivyo. Nyingine hiyo kushika hiyo mwanangu. Halo. Tunajitahidi kukamata zote tatu. Sasa kuhusu eneo la Dutwa, tukawaandikia tena kuwapa eneo la mbadala ambalo ni pembeni kabisa ya mnada, na mimi nimeliona wakati napita, kwa sababu nilipita barabara kuu na mnada huko pembeni ya barabara. Polisi wakakataa kwa mara nyingine tena, wakatuandikia barua wakisema kwa mkutano wa Dutwa tarehe 15 mwezi wa 5 2025 eneo la karibu na Mganyizi, hilo eneo mbadala tulotafuta badala ya mnadani, polisi wanasema ni la makazi ya watu, lakini pia ni eneo la karibu sana na mnada, hivyo tukubaliani na eneo mliolipendekeza kwa sababu ya kiusalama. Sasa hapa kuna makazi ya watu jirani hapa. Si hapa makazi ya watu. Mbona tunafanya mkutano hapa? Polisi hawa wanatumika na mkuu wa mkoa, wanatumika na mkuu wa wilaya. Na hili ndio tatizo la kikatiba na la kisheria katika nchi yetu. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ambao ni viongozi wa kuteuliwa na rais, ambaye ni mwenyekiti wa CCM, wanapewa mamlaka kwa mujibu wa sheria kuwa wenyeviti wa kamati ya ulinzi na usalama. Wanamwamrisha RPC, wanamwamrisha OCD kuvunja sheria, kufanya hujuma. Na hili ni tatizo la kikatiba vile vile, pamoja na kuwa ni la kisheria. Katika nchi za wenzetu zenye demokrasia iliyokomaa, jeshi la polisi linakuwa ni chombo huru cha kutoa huduma kwa wananchi. Mkuu wa jeshi la polisi anakuwa hateuliwi na rais, anateuliwa na chombo
kinachohusika na uteuzi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Katika nchi za wenzetu zilizoendelea zenye kuwa na chombo huru cha kushughulikia malalamiko ya wananchi dhidi ya jeshi la polisi, katika mazingira hayo jeshi linakuwa linafanya kazi kwa uadilifu, jeshi linafanya kazi kwa nidhamu, jeshi linafanya kazi kwa hofu vile vile kwamba wakivunja sheria wanachukuliwa hatua. Jeshi linafanya kazi kwa uhuru. Katika nchi za wenzetu zilizoendelea zenye katiba bora na mifumo huru ya uchaguzi, ikifika wakati wa uchaguzi, jeshi la polisi haliamrishwi tena na viongozi wa kiserikali, bali wasimamizi huru wa uchaguzi ndio ambao wanatoa maelekezo kwa jeshi kipindi cha uchaguzi. Sisi kwa Tanzania ni matatizo matupu. Rai yangu kwa Watanzania, rai yangu kwa wananchi wa Bariadi, matendo haya haramu yanayofanywa na jeshi la polisi kwa kuwatumia wanasiasa ambao hawana majibu juu ya hoja zinazohusu wananchi, matendo hayo yote yatuongezee hasira, chuki na ari ya kuendelea kupambana kudai katiba mpya, tubadilishe mifumo yetu, vyombo hivi vifanye kazi inayokusudiwa ya kuwa vyombo vya ulinzi na usalama. Walikuwa wameamua kutuzuia kwa nguvu zote kwenda Dutwa. Tulipotoka Ramadi, tulipopita ile njia ya kwanza tuko main road, hii barabara kuu, pembeni ya barabara tukaona njia ya kuchepuka kuelekea Dutwa. Tukakuta barabara imewekwa lori limejaa polisi, ina gari lingine la polisi, nayo ina polisi wengi, yani wanazuia hata kusipite pale. Tukapita pale mbele, tukapita mbele kidogo, tukakuta njia ya pili ya kuingia mnadani Dutwa, ambapo pembeni kuna mnada, na kwenyewe tukakuta polisi wamesimama barabarani, wamejipanga, wanazuia tusiingie Dutwa. Sasa nataka nikwambie ndugu yangu, na rekodi kwa niaba ya polisi, pamoja na kuwa ulikuwepo pale, mimi ningeweza kabisa kusema fungueni njia, kwa sababu kwenda Dutwa sio kosa la jinai. Mimi ningeweza kuambia naenda mnadani Dutwa kununua kitu, mngenizuia? Mngenizuia kwenda mnadani? Na ningefika mnadani wananchi wamejaa mnadani, mngenizuia nisisalimiane na wananchi? Mngeweza? Msinge. Ila tukaangalia tu kwamba hawa wamejiandaa wapige mabomu ya machozi, wamejiandaa wavuruge ili tuishie Dutwa, tusifike Bariadi. Tukasema hawa, huu ujinga wao tuache nao, tupite tuendelee na mkutano, twende tukutane na wananchi Bariadi. Na wanaficha ya Dutwa kwa sababu wanajua Dutwa kule wamepora ardhi ya wananchi katika maeneo yenye madini bila kuwapa fidia. Wanajua Dutwa pale viongozi wa serikali, viongozi wa CCM wamegawana maeneo ya uchimbaji wa madini. Wanajua rushwa iliyokithiri Dutwa, uporaji wa mali za watu, maumivu ya wananchi kupigwa. Walikuwa wanajua tukienda Dutwa pale wananchi watapata fursa ya kuzungumza masuala ya Dutwa, na sio viongozi wa CCM na serikali peke yake. Wanajua wamewapa kiholela wa China maeneo ya biashara, maeneo ya madini pale Dutwa. Dutwa wananchi wana malalamiko kweli, na nawaambia tutarudi Dutwa. Leo hatujaingia Dutwa, lakini siku nyingine tutakwenda Dutwa. Leo tumeamua tuwe Bariadi mjini. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, leo tumekuja na ajenda kuu moja ya no reform no election, kwa maana ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na sio hakuna uchaguzi kwa maana ya kwamba tutasusia tukakaa nyumbani. Tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, kwamba viongozi wa Chadema tutashirikiana na nyinyi wananchi kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Ndio maana ya no reform, kwamba hakuna uchaguzi, na hakuna mabadiliko, no election, hakuna uchaguzi. Sasa sisi baada ya kuchukua msimamo huo, wao wanasema msimamo huu
wenu tu viongozi wa juu wa Chadema, sio viongozi wa wananchi. Na leo nimemsikia mtu mmoja